أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وارحم اللهم مشائخنا وأمواتنا وأموات المسلمين في بر وبحرك أجمعين. اللهم إنا نتوسل ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل ببركة ملائذنا وأستاذنا شيخنا العلامة شيخ جمانة بن شعبان رحمه الله ورحم الله العلماء. Ndugu zangu Waislamu watukufu, baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala, pia pamoja na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nadhani sote tunafahamu tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo biidhnillah tunaendelea kukumbushana yale yote ambayo yanayotakikana kufanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia tuendelea kukumbushana kuyaacha yale yote ambayo yanaweza kutuharibia funga zetu. Ayuhal muslimun alkiram, enyi ndugu zangu Waislamu watukufu, fayambaghi ala almuslim an yuhsina istiqbala shahr Ramadan, inatakikana kwa kila Muislamu awe ni mwenye kuupokea vizuri mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Wa huna yatafawutu an-nas tafawutan adhima, na katika mapokezi ya mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhani, basi kuna tofauti nyingi sana katika watu, kubwa tena katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fi kayfiyatin istiqbala hadha shahr, namna za aina mbalimbali, namna ambazo watu wanaopokea mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhani kwa namna zilizokuwa nyingi. Fafi'atun minan nas yastaqbiluna hadha ash-shahr biiqbali ala al-aswaq iqbalan shadida, na miongoni mwa makundi kuna kundi ambalo yastaqbiluna hadha ash-shahr, wanaopokea mwezi huu biiqbalan ala al-aswaq iqbalan shadida, kwa kuelekea kwa wingi sana katika masoko ya aina mbalimbali, liyashtaru asnaf al-at'ima wa anwa' al-makulat, ili tu waweze kununua aina mbalimbali ya vyakula, wa atayab al-mata'im, na vyakula vilivyokuwa vizuri zaidi. Fayatasabaquna ala al-aswaqi, basi watu wapo ambao katika mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhani wanashindana kuelekea katika masoko ya aina mbalimbali. Wayashtaruna al-at'ima wa makulat, na wanakwenda kununua vyakula vya aina mbalimbali. Bikamiyati haila, tena kwa kiasi kilichokuwa kikubwa kabisa. Wakaannahum yastaqbiluna shahru akli wa shurbi, kana kwamba wao ni wenye kuelekea katika mwezi wa kula na kunywa. Watu katika mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhani wanahangaika huku na kule, wanakwenda kwenye masoko ya aina mbalimbali, wananunua vyakula vya aina mbalimbali, kana kwamba wao yastaqbiluna shahru akli wa shurbi, kana kwamba wameelekea sasa katika mwezi wa kula tu na kunywa. Watanawala lit-ta'ami, na kuchukua au kununua vyakula vya aina mbalimbali. Fayashtaruna shiraan mutazayyidan, basi watu wanakwenda kununua vyakula vingi, tena vyakula vingine wanaweka na vya ziada kabisa. Hata inna tasawuqa wa shiraan al-at'ima
yazidu fi Ramadhani, mpaka inafikia mahala wale watu wa masoko na wale wenye kununua hivyo vyakula katika mwezi huu mtukufu Ramadhani wanazidisha bei za aina mbalimbali. Inda kathirin min al-usra'i an hajatihim wa kifayatihim, tena wengi miongoni mwa watu wa aina mbalimbali, familia za aina mbalimbali wanakwenda kununua vitu vilikuwa vingi na vya aina mbalimbali katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Walihadha ba'dhum, basi kwa sababu hii wapo baadhi ambayo wala siman ahlul israf tajiduhu yubadhiru tabdhira mushayyina, basi unakuta watu wengi sana wanakuwa wananunua vitu vya aina mbalimbali tena kwa kiasi kikubwa na vyakula ambavyo ni vizuri vya aina mbalimbali, na utawakuta wanatoa matumizi yaliyokuwa sio mazuri katika ununuzi huo ambao wanunua katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Watu wanatumia mwezi huu kushindana katika masoko. Watu wanatumia mwezi huu kushindana katika kununua vyakula. Watu wanaotumia mwezi huu kushindana kuuza vyakula, paka inafikia mahala wale watu ambao wanauza hivi vitu vya vyakula vya aina mbalimbali wanapandisha bei, kwa sababu wale wanunuzi ndani ya mwezi wa Ramadhani wamekuwa wanapupa katika kwenda kununua vyakula vya aina mbalimbali. Wayadhau ala maidatihi wa sufriyatihi anwa'an kathira min al-at'ima, na hawa watu wanaweka katika meza zao, wanaweka vyakula vyao vilivyokuwa vya aina mbalimbali. Min al-at'ima, miongoni mwa vyakula watu wanaandaa, wanachukua vyakula katika meza zao, wanaweka vyakula vingi, wanaweka vyakula vya aina mbalimbali. Thumma la yaakulu minha illa shay'an qalila, kisha baada ya kuweka hivyo vyakula hakuna chochote wanachokula isipokuwa nakula kidogo tu. Wanakula chakula kidogo kwa sababu ya israfu, wanafanya israfu tu. Watu leo hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanahangaika huku na kule, wanakwenda kwenye masoko, wananunua vyakula, na ukifikia ule muda wa kufuturu, alhamdulillah, mtu anaandaa meza yake, anaiandaa familia yake, lakini anaweka chakula kilichokuwa kingi sana katika meza, katika maandalizi ya vyakula. Na wala yaakulu shay'an illa qalila, na wala hawali chochote isipokuwa nakula chakula kilichokuwa kidogo. Hili fahadha qism minan nas, hili ni kundi moja miongoni mwa makundi ya watu. Watu hivi sasa wanaandaa vyakula vya aina mbalimbali, tena la siyaman ahla israf tajiduhu yubadhiru tabdhira mushayyina, tena inafikia mahala watu wanaandaa vyakula vile kwa vingi, tena kwa israfu, kwa fujo. Hali ya kuwa, ndugu yangu Muislamu, wapo Waislamu magerezani, wapo Waislamu mahospitalini, wapo Waislamu yatima, inafikia mahala wanakosa hata chakula cha kufuturu. Lakini wewe Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uwezo uliokuwa mkubwa, basi unakuwa unafanya israfu, unaandaa chakula kingi, lakini ulaji wako unakuwa mdogo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasema, yoyote mwenye kumlishiza mwenye kufunga, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamlishiza vyakula vya aina mbalimbali katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, mwezi huu wa Ramadhani hebu utumie kwa kulishiza watu, utumie kwa kuwalisha mayatima, utumie kwa kuwalisha maskini, utumie kwa kuwalisha wafungwa. Lakini usiutumie mwezi huu wa Ramadhani kwa kufanya israfu za aina mbalimbali katika vyakula ambavyo umevinunua kwa uwezo wako, uwezo aliokupa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ndio mwezi wa kusaidiana, huu ndio mwezi wa kufanya toba, huu ndio mwezi wa kuenezana salamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kama wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uwezo, basi usifanye israfu. Uwezo wako uliokupa Allah subhanahu wa ta'ala utumie kwa ajili ya kusaidia Waislamu wenzio. Usiutumie uwezo wako uliokupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuandaa vyakula vya aina mbalimbali. Thumma la yakulu minha illa shay'an qalila, kisha kile chakula ambacho umekiandaa haukili isipokuwa unakula kidogo, alafu chakula kingine kinachukuliwa kinaenda kutupwa. Ukifanya hivyo utakuwa unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala na unaukosea heshima mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu watukufu, kismu akhir
Na kundi lingine, hilo lilikuwa ni kundi la kwanza, kundi ambalo linajishughulisha na kuemea vyakula vya aina mbalimbali, kisha baada ya kula kile chakula, kiandaa kile chakula, inakitumia chakula kidogo kabisa. Wa qismu akhar, na kundi lingine, idha aqbala shahr Ramadhan, unapokuwa umefika mwezi mtukufu Ramadhani, hayya ali anfusihim, basi wanaziandalia nafsi zao, adawati al-la'ibi wallahi wa dhiya'u, wanaziandalia nafsi zao vyombo vya kucheza, vyombo vya mchezo, wallahwi, na vyombo vya upumbavu, vya upumbao, wa dhiya'i, na vyombo vya kupoteza muda. Mwezi wa Ramadhani umefika, watu wanaziandalia nafsi zao ma-TV ya aina mbalimbali kupotezea muda, karata kupoteza muda, mipira kupoteza muda. Hili ni kundi la pili. Wa hayya li anfusihim umuran yashtagiluna biha awqatihim athamina, na pia wanaziandalia nafsi zao kuzishughulisha nyakati zao katika muda ambao ni wenye thamani kubwa kwao. Huu muda wa mwezi wa Ramadhani ni muda wenye thamani kwetu. Tuutumie kusoma Qur'an, tuutumie kufanya mema, tusiutumie muda wa mwezi wa Ramadhani kwa kuandaa vitu ambavyo vya kupotezea muda. Shahru Ramadhani fi dhiyai wahadat lil awqat, wanajiandalia katika mwezi huu wa Ramadhani vitu vya aina mbalimbali, fi dhiyai wahadari lil awqati, na katika kupoteza muda, fima la faidatu fihi, tena katika vitu ambavyo havina faida yote, bal fi kathiri min al-ahyani fima fihi mudarrat wa muhaqqaqa, tena inafikia mahala wanaandaa vitu vingi katika nyakati ambazo vitu hivyo ndanimwe vinakuwa vina madhara yaliokuwa makubwa. Wayuhayyiuna mithla hadhihi al-umur, na wanajiandalia mfano vitu hivi, wasta'iduna istidada tamma, tena wanaandaa maandalizi yaliokuwa makubwa kabisa, kabla majii Ramadhan, kabla ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani inapokuwa imekaribia, basi wapo baadhi ya watu wanaandaa michezo ya aina mbalimbali, wanaandaa vitu vya aina mbalimbali, wanaandaa vitu vya kupoteza muda, wanaandaa makarata, wanaandaa mabao, wanaandaa mipira, wanaandaa TV, wanaandaa game ya aina mbalimbali, sababu tu eti ukifika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu hao wawe ni wenye kupoteza muda. Ukiwa ndugu yangu Muislamu una akhlaqi hii, jua kabisa Ramadhani hii unaitumia vibaya, na hata maandalizi yako ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani yanakwenda kinyume kabisa na mafundisho ya Allah na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu watukufu, makana min tawfiq fa min Allah. Basi insha Allah kwa leo tuishie hapa. Ikiwa nimezungumza vizuri, basi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa makana min khayta fa minna min ash-shaytan. Na ikiwa kuna sehemu nimekosea au nimejikwaa tafsiri au maana yote, basi niacheni mimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.